Jingine ni lile swala la watu kupotea au kutoonekana au kutekwa. Sasa tulilifanyia kazi vipi? Kwanza kabisa, kisheria, kama mtu akipotea inabidi taarifa itolewe rasmi. Kwa mamlaka gani? Jeshi la polisi. Jeshi la polisi, na wanatakiwa waanze kazi ya kutafuta huyo mtu kuanzia masaa 48 ndio inaanza muda kuanza kuhisabika. Sasa sisi tukapiga hodi polisi kwanza, tutaka kujua upelelezi unakwendaje. Ndio tukapata taarifa kwamba kwa miaka mitatu 2023 mpaka 2025, ni miaka hii mitatu, watu ambao rasmi polisi ina taarifa ni 758. Uchunguzi umefanikisha watu 503 kupatikana, ambayo ni 66%. Watu 265 bado hawajulikani walipo. Watu 265 ambayo ni 34%, ukichukua miaka hii mitatu iliyopita. Lakini la pili, hizi takwimu zinaonyesha kwamba kwa mfano mwaka 2022 waliopotea ilikuwa 216, waliopatikana 160 na 56 walikuwa bado wanatafutwa. Hiyo 2022. Tuje 2025, mwaka jana. Mwaka jana 2025 watu 237 walipotea, 176 wamepatikana, na ambao hawajapatikana ni 61. Kwa hiyo moja ni kwamba sio kwamba juhudi hakuna za wenzetu polisi, kwa sababu kuna waliopatikana, lakini kuna hii idadi ambayo bado, na ndio shauku kubwa ya watu kutaka kujua hatima ya ndugu zao, jamaa zao ambao bado hawajapatikana. Na sisi kwa nini tulisema ni moja katika vyanzo? Kwa sababu tumekwenda kwa mfano mkoa wa Mara, tumekwenda kata ya Sirare, Tarime, mkoa wa Mara. Pale shahidi mmoja ametupa majina ya watu 6 wamepotea kwenye kata ile, na bado wanatafuta majibu. Kwa hili ni kitu ambacho kina nini. Lakini la pili, na nyinyi waandishi wa habari
ni muhimu kulijua kwamba swala hili tusichanganye maneno. Kupotea ina maana yake, kupotezwa ina maana yake, na kujipoteza ina maana yake. Kupotea ni nini? Ni mtu ambaye hajulikani alipo na familia yake au ndugu zake, na ambaye taarifa yake imewasilishwa rasmi. Sasa kuna kupotea kwa hiari, inaitwa voluntary missing, na kupotea bila hiari. Umepotea bila hiari yako, involuntary missing. Kuna waliopotezwa, hiyo kwa Kiingereza inaitwa enforced disappearance. Ni neno maalum la kisheria ya kimataifa, na kuna mkataba wa kimataifa kuhusu watu ambao wanasadikika wamepotezwa, wamepotezwa. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance mwaka 2006, na imeainisha maana ya hiyo kupotezwa. Na kule ukiona ni kwamba jambo kubwa kule ni kwamba mtu amekamatwa au amewekwa mahabusu au amenyimwa uhuru wake na mawakala wa serikali au mtu binafsi au kikundi chenye kibali au ridhaa ya serikali, na pahali alipo haitajwi, ndio enforced disappearance. Kwa hiyo tusichanganye walopotea, twende kwa kina. Na swala hili la upoteaji linatokera sana, hata sisi, kila mtu anamkera Tanzania hapa. Ndio maana imekuwa tumeliweka kwenye chanzo moja, katika chanzo kwenye masuala ya kijamii, lakini swala pia liko dunia nzima, liko dunia nzima. Chama cha Msalaba Mwekundu, mtandao wa Chama cha Msalaba Mwekundu duniani, International Red Cross and Red Crescent Movement duniani, takwimu zao mwaka 2024 inasema duniani watu 284,000 284,000 wamepotea, missing persons. Hata Ulaya watu wanapotea, Ubelgiji, Marekani, Uholanzi wanapotea, lakini sababu ni tofauti. Kwa kila nchi ina sababu zake. Kuna viashiria duniani 74 ya aina ya watu wanavyopotea. Kwa hiyo ukitaka kwenda kwenye mzizi lazima ubainishe vile, kwenda undani zaidi, kwa nini kapotea, kwa sababu gani. Nchi nyingine wanapotea au wanapotezwa
shauri ya madai ya watoto wadogo. Kuna mikataba siku hizi ya kimataifa, watu wengi wa nchi nyingine wanakwenda nchi nyingine, wanaoa, wanakuwa na matatizo, wanatoroka na watoto. Inaitwa child abduction, ni kupotea, na siku hizi kuna mikataba ya kimataifa. Kwa nchi kwa mfano iliyoendelea tu Australia mwaka 2000 kila dakika 18 kulikuwa mtu anapotea, mwaka 2000. Lakini bahati nzuri anapatikana, kwa sababu sababu zao ni tofauti. Kwa hiyo sisi tujichimbie hapa ndani kwetu, kwa sababu hili ni swala letu wote, haliwezi kutatuliwa na chombo kimoja. Sasa sisi tumebaini nini? Kwanza, kwenye hii idadi ambayo polisi imetupa ya waliopotea 758 mwaka 2023 2025, hao 513 waliopatikana ni makundi gani? Ni makundi gani? Kwa hiyo taarifa yao inasema ni makundi 7. Moja ni kulipizana kisasi. Jingine ni masuala ya uhalifu. Jingine kukwepa mkono wa sheria. Nyingine imani za kishirikina. Wengine waliondoka bila taarifa makwao, wengi tu. Nafahamu hapa Dar es Salaam, mikoa ya Pwani, watoto wengi wana store away, hawagi makwao. Store away hawagi makwao. Nyingine usafirishaji wa binadamu haramu, haagi. Kwa hiyo haya, lakini sisi sasa tutawaambia tulibaini nini na tumependekeza nini kwa hili swala kubwa la kijamii ambalo linatugusa. Moja ni kwamba tunaona ni swala ambalo linahitaji kipaumbele katika uchunguzi. Polisi zina kazi nyingi tofauti, lakini hili ni swala ambalo linahitaji kipaumbele, linahitaji mkakati maalum wa kuweza kulitatua, na unakwenda kwenye mizizi yake, kwenye mizizi, ili lipunguke, tuone kabisa kwamba linapunguka na linaondoka. Lakini pili, tumeona sisi kwamba katika huu upelelezi unaoendelea, pamoja na mafanikio ya kuwapata wenzetu ambao walipotea, walijipoteza na kadhalika, au walitekwa kwa sababu ya ili watoe pesa ndugu zao au na kadhalika, kwamba kuna umuhimu wa kuwa na mkakati maalum wa kuweza kulitatua. Lakini pia polisi wana PGO 233 ambayo inaweka utaratibu. Utaratibu huo unaitaka polisi ipe taarifa familia. Lakini sisi tumeshauri kwamba hili, kwa sababu ni swala la umma, taarifa wapewe wananchi, na nadhani polisi mnafahamu mara kwa mara huwa wanatoa taarifa kwa umma, lakini taarifa hizo ziongezwe ili kila mtu tujue hatima ya hawa wenzetu. Lakini pia tumeona kwamba kwenye haya watu waliopatikana na vile kuna viashiria vya uhalifu,
kesi nyingi zinaishia upelelezi badala ya kwenda kwenye mashtaka. Kwa hiyo ili kuimarisha upelelezi, kuwa na mashtaka yanayofaa hasa kwa uhalifu ndani yanayotokea kwenye masuala haya, tumependekeza kwamba mamlaka ikiridhia imwagize mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kufanya tathmini ya utendaji, performance review ya umadhubuti wa upelelezi ili kuboresha huo upelelezi. Naye ameshafanya, mtakumbuka, kuhusu masuala yale ya kukiri kosa, plea bargaining, ameshafanya performance review hiyo na imesaidia katika kuboresha. Baada ya performance review ikaja kanuni mpya na mambo mengine ya kuboresha. Kwa hili swala ambalo tunalo, lakini tume nini. Kwa hiyo nitaka tu kuweka hizi sawa kuhusu hayo masuala ya upoteaji wa watu na kadhalika. Lakini jingine ambalo ni muhimu ni swala lile linatokana na swala la nani wahusika wakuu. Kuna pande mbili yaliyotokea Oktoba. Upande mmoja walopanga, waloratibu, walofadhili yatokee, na wale wakubwa, hatuongelei hawa wafuata mkumbo, wakubwa walopanga, waloratibu, walofadhili upande mmoja. Upande mwingine walodhibiti ndani ya siku 3 amani ikarudia. Kwa wote hao tutaongelea kwa kifupi kwamba siku ya kuwasilisha taarifa hao wahusika wakuu wangetajwa na wale waliodhibiti na kusababisha vifo pia wangetajwa. Sasa sisi kwenye uwajibikaji, kwanza, hakuna mtu yote shahidi au mtu yote alikuja mbele ya tume akasema au akajenga hoja kusiwe na uwajibikaji. Kwa wote tunakubaliana, sio jambo geni, kila mmoja tunakubaliana kuwe na uwajibikaji, na hiyo kila mtu, hakuna alosema hapana, hakuna sema uahirishwe. Kila mtu anasema uwe na uwajibikaji, lakini anachosema walivyotueleza ni kwamba uwe uwajibikaji wa haki, uwajibikaji wa haki. Na tulishauriwa pamoja na viongozi wakuu wa nchi tulioona na wengine, hata waathirika wenyewe, kwamba anastahili kuwajibika awajibishwe kwa mujibu wa sheria, asiyestahili kuwajibishwa asiwajibishwe. Sasa hizo ndio miongozo tume imepata: awajibishwe anayestahili, asiyestahili asiwajibishwe. Na wengine wakenda zaidi kwamba asitolewe mtu kafara kwenye kuwajibishana, tuwajibishane, lakini asitolewe mtu kafara. Ushauri huo kutoka watu, kwa sababu inabidi tuwaulize pia na watu, sio maoni yetu pekee yetu, hapana. Tusikize maoni ya watu, ushahidi unasemaje na nini, na sisi pia baada ya hapo tuweze kubaini. Sasa sisi kwenye kupanga
ramani au njia ya kwenda kwenye uwajibikaji, tumebaini safu tatu. Safu ya kwanza ni uwajibikaji binafsi wa mtu aliyoshiriki kwenye kutenda kosa la jinai au la madai. Tusisahau pia kuna uwajibikaji wa madai, wa madai pia. Kwa hiyo ni yule mtu binafsi kwa kosa alichotenda yeye mwenyewe kwa nafsi yake, la kimadai au jinai. Na kwa polisi si jambo geni. Kwanza sheria inasema hivyo kwamba askari polisi atakayesababisha mauaji au kifo kwa kutumia silaha atawajibika yeye mwenyewe binafsi. Sheria inatamka, wala sio tume inayotamka. Sheria ya polisi inatamka hivyo, PGO zao zinatamka hivyo. Kwa hiyo inajulikana, na wengi tu polisi wameshapelekwa mahakamani kwa matumizi ya silaha za moto kusababisha vifo, lakini kwa vigezo vya kisheria, kwenye madini, migodi kule North Mara kule wapi, na mara nyingi na hizo kesi nyingi tu. Kwa hiyo ni safu ya kwanza upande wa madai na jinai. Lakini kuna safu ya pili. Safu ya pili ya kiongozi au kamanda kuwajibishwa, ni safu ya pili: kiongozi au kamanda. Kiongozi kwa raia, kamanda kwenye vyombo. Lakini pia ina vigezo vyake vitatu, kwamba huyo kiongozi au kamanda kwanza awe na uwezo wa kumamuru au kumwamrisha au kumsimamia huyu wa chini yake aliyotenda kosa. Kwa Kiingereza tunaita effective control and command. Awe na uwezo, kwa sababu unamtuhumu kwa kosa sio alofanya yeye, alofanya mtu chini yake, lakini anabeba lawama, tuhuma za kijinai kwa kosa. Sio lazima yeye atende kosa. Mnafahamu hata kule mauaji ya Kimbari Rwanda, wengi walopanga sio wao walotekeleza, sio wao walikuwa kule kwenye uwandani, hapana. Kwa hiyo huyo kiongozi au kamanda lazima aweze kwanza utafutie ushahidi kuonyesha kwanza alikuwa na uwezo kumwamrisha huyo chini yake au kumsimamia au kumwamrisha, kumwamuru. Pili, lazima awe amejua kitendo kile alichofanya huyo mtu chini yake, au alipaswa ajue kwamba huyo chini yake kafanya lile tendo, kosa la jinai. Huwezi tu kumtuhumu hata kama komanda, kiongozi. Je, alikuwa anajua? Na kuna kesi nyingi tu za kimataifa wapi huyu viongozi alijua au alipaswa kujua. Na sheria ni alijua au alipaswa kujua kwa mazingira yale. La tatu ni kwamba ameshindwa kuchukua hatua kuzuia, ameshindwa kuchukua hatua zote ambazo zinaweza kuchukuliwa ili kuweza kukinga
Hayo kwa viongozi, safu ya pili. Safu ya tatu, kama alivyosema Balozi Mela hapa, ya tatu ni swala la uwajibikaji wa taasisi kama taasisi. Uwajibikaji wa taasisi kama taasisi. Taasisi tulivyochambua ushahidi na maoni yetu pia ni kwamba uwajibikaji uweko, ndio maana tumetoa mapendekezo. Lakini pia ni kwamba sisi tunaongozwa na hadidu za rejea ambayo ni kubaini hoja. Tunabaini hoja, fact finding, kwa ngazi hii. Na tume si jukumu lake kumtia mtu hatiani au kutamka kijinai. Tume zote hizo za uchunguzi ziko kwenye nchi 57 za Jumuiya ya Madola. Sheria ni hiyo, nchi 57 za Jumuiya ya Madola, na sheria hii imetumika zaidi ya miaka 150. Nchi kama Canada wana tume hizi za uchunguzi zaidi ya 500 wamefanya. Kwa hiyo misimamo yote ni misimamo ya kisheria ya mahakama za juu za nchi kama Uingereza, Canada, Ireland, Malaysia, Singapore, kote huko. Haibaini kijinai. La tatu, ushahidi gani ambao sisi, aina gani ushahidi sisi ushahidi wetu kwa kiasi kikubwa cha mwathirika huo pekee hautoshi kumtia mtu hatiani. Lazima upate ushahidi upande mwingine, lakini natosha kuanzia upelelezi. Kuna mtu anasema mimi nimepigwa risasi, nilikuwa dukani. Tumekubali ushahidi wake kwa sababu chini ya kiapo, lakini sio kamilifu kwa sababu hajahojiwa kidodoso upande wa pili. Ukienda mahakamani ukitoa ushahidi unahojiwa mara mbili, upande mbili, anayekuleta mahakamani na yule upande mwingine wa utetezi. Na tume hizi sisi maksudi tumesema tutakuhoji sisi tu upande mmoja, kwa sababu wenzetu wamedhurika. Hatuna haja sasa hivi msuguano, tupate huo ushahidi, na upo waliopigwa risasi nje ya maeneo ya ghasia, upo. Mwingine anasema sebuleni, upo huo ushahidi, lakini kwa upande mmoja. Na ndio maana kuna mapendekezo tumesema hapa, tumewasilisha, tunakwendaje. Lakini pia tume hizi zinatakiwa, kabla kumtuhumu mtu, na majina mengine yametajwa kwa watu wengine, waratibu hawa katikati waliopeleka pesa na kadhalika, lakini huwezi kumtaja au kumtuhumu mpaka umpe haki yake ya kusikilizwa, au kesi yako itafutiliwa mbali. Umpe haki ya kusikilizwa. Kwa hiyo watu waliotajwa wapo wachache, lakini mpaka umwite. Na sisi tumesema hatutumii summon. Mtu wote waliokuja mbele ya tume wamekuja kwa hiari yao. Hatukutumia nguvu ya mahakama kuu ya kutoa wito wa lazima, summons. Nyie mnajua summons, ukiitwa ukikataa unaitwa kwa nguvu. Tumesema hapana, hatua hii tukusanye, kwa sababu sisi ni wabaini hoja, tutafute ilitokea nini, nani